Hali gani mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni muda wako mzuri wa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Somaji wako ni mimi Safari Almas, na kuomba uweze kunitegea sikio na kunipa macho mwanzo hadi mwisho wa taarifa ya habari. Nasema karibu. Tuanzie na huko Kilembwe ambako shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi limepongeza hali ya usalama kwa tulivu, hasa kuondolewa kwa vizuizi vingi na uongozi wa wazalendo katika eneo hilo. Muundo huo umeomba viongozi wengine wa wazalendo kufuata mfano bora huo. Kwa Kiabiri Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta hiyo, ameonyesha kuwa swala la vizuizi katika eneo mbalimbali la sekta hiyo vinakuwa na vinyume vingi kwa upande wa raia, kama alivyoeleza hapa. Tumsikilize. Hata zile tatizo ambazo zilikuwa zikiendelea za mabarieri zinapungua hivi, na kutoka pa Kilembwe kufika Maindombe kuna barieri moja tu la wazalendo. Kutoka Maindombe kwenda ndani ya sekta ya Wabuyu tumepata taarifa kuna barieri kama 2 tu. Hiyo ni kazi kubwa ambayo washauri de secteur wawili wameungana pamoja na Komanda Brown kusensibiliza na kuvunja zile barieri zote, watu wanatembea kabisa kwa amani na salama. Hata ile mambo ya vita ya ukabila hapa Kilembwe kabisa, watoto wenyewe wa mji wanabaki wabembe wako, Wabuyu wako, lakini ile tatizo tena lionekani. Inamaanisha ya kwamba waskari ambao walikuwa hapo walikuwa wanachangia na kutonganisha wa raia. Hivi sasa wenyewe ndio wako na silaha mikononi, lakini ile mambo kabisa ya huko na huko matatizo nini wabembe hivi na Wabuyu vyote, mambo yote swali kabisa. Hiyo imoja kwanza tunashukuru sana kwa hiyo kitendo cha watoto kusikia na kukaa kimya na kusikilia shiraha, lakini wako kimya kabisa. Ile mambo yote ubaguzi kimya kabisa, tunashukuru sana. Na kama watu wote kwanza wabembe Wabuyu wanaweza kuwa na hii akili kabisa ya kuishi hivi kwa amani na salama na kutosha zile mila za asili, Lulenge itakuwa Lulenge na inaweza kaendelee kama vita vinamalizika. Hiyo ndio mambo ya yako hapa Lulenge. Amani ndogo ipo kabisa. Huko Uvira ni kwamba kazi za ujenzi wa barabara namba 30 ya Uvira Burundi zimeanzishwa tena tangu weekend iliyopita. Shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu Kusini lataja kufuatilia kwa ukaribu shughuli hizo hadi zifikie ukomo wake. Hakiojiwa na TV yako, mratibu wa muundo huo Bwana Mafikiri Mashimango ameonyesha kuwa kazi za kutengeneza barabara hiyo ya ukanda imefika chelewa sasa ukilinganisha na vile ilivyokuwa na ratibiwa. Mafikiri Mashimango ameeleza afuatayo kwenye TV yako. Bwana Jonet, par rapport na swali yako, acha nikwambie kwamba la nouvelle civile se préoccupe des questions majeures ya raia, kwa sababu en tant que société civile tuko pale kwa ajili kuangalia nini raia iko na beneficier par rapport na ma projet de développement ya serikali, na kuleta serikali quand même afanye quelque chose pour l'intérêt ya raia. So comme ça il faut peut-être ku rappeler kwamba route numéro 30 yenye iko tronçon Rompoint Kamvimvira paka ku frontière Kamvimvira yenye iko nafanyika na EIC Africa, c'est une entreprise burundaise, mais il faut signaler kama hiyo route iko nafanyika, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Na déjà ma travaux ishaanza siku mingi, mais il faut signaler que nous avons plus de 2 mois, plus de 3 mois que ma travaux hakuna, na il crée maintenant un mécontentement au sein de la population. Kwa sababu ya nini? Unakutana maintenant leo depuis juzi yake na siku zote mai ilikuwa na yala ya mingi sana, ulifuata mema photo au niveau ya DGM frontière, na ile ka créer mécontentement au sein de la population de la société civile. C'est comme ça que tulifanya ma plaidoyer plusieurs fois, tu le rencontré bakuwa même excellence Elakano, mais aussi responsable entreprise, au moins tukapata compromis kusema pour l'image ya Uvira, image ya Sud Kivu, waka ndio ma travaux ilianza, tulifanya descente, c'était pour évaluer kuna angalaka ma travaux naendelea mzuri. Leo tulikuwa eko maintenant ile mai na waza ba maintenant après descente wanaitumika na inaisha.
Mais il faut signaler kama ni haiko travaux yenye inafanyika pale yenye ya mai, ni matravaux pour la route numero 30, na tulibaonesha kwamba deja washakuwa na grand retard parce que vraiment par rapport na matravaux tuliko na chunga deja wako na retard. Mais déjà après mazungumuzo na madescente tulifanya, il y a déjà des assurances que maintenant d'ici là matravaux itakuwa proprement dit kwa permettre la population ya sud y profiter, plus particulièrement Uvira na Fizi bénéficier les barabara yenye ilikuwa telema attendi miaka mingi. Na kwingineko ni huko Baraka ambako mtaalamu wa kituo husika na magonjwa ya kisukari ndani ya mji wa Baraka na Fizi nzima amewataka wananchi kuwa na tabia ya kufanya mazoezi ya mwili ili kupiganisha ugonjwa huu hatari ndani ya eneo analoliongoza. Ni katika mazungumzo na TV yako, mratibu huyo Bwana Hussein Clovis ametoa hapa madhara ya ugonjwa wa kisukari kuongezeka ndani ya jamii. Huyu hapa tumsikilize. Unajua kwamba hapo awali kulikuwa kwa hizo sekunde 8 hivyo kwa saa moja tulikuwa tunakuwa na wagonjwa 415 ambao walikuwa kitoweka ulimwengu mzima. Na utowekaji wao wagonjwa haukukuwa wa brisk au kushtukiza kama gisi wanavyokufa ndani ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Hapana, ni baada ya kuona ya kuwa wagonjwa ni wengi, na kuna wale ambao hata na miaka pia imefika, na watu wengine wanajilea gisi wanavyotaka, hawataki kubobezwa wafahamu ugonjwa. Ile ndio ilionyesha hivyo, lakini kwa sasa imeonekana kwamba inapanda zaidi ni kupitia hali na tabia za watu ambao wanazoziishi, kwa sababu wagonjwa wa kisukari ni wengi, na kama ni wengi wadogo ndio wanafata mafunzo ya sisi waganga wa kisukari. Ndio kwa maana nilikuambia kama utafiti unaonesha mu 2030 mimi niko mgonjwa wa kisukari, pia na wewe uko mgonjwa wa kisukari. Ndio kwa maana tumealikwa kuwafunza watu il 2050 courbe epidemiologique ishuke. Unajua ndugu mtangazaji, fasi ambako kuna kuwa wagonjwa wa kisukari sana ni mahali ambako kunaendelea. Mgonjwa wa kisukari wa Bukavu na mgonjwa wa kisukari wa Uvira na mgonjwa wa kisukari wa Baraka na yule ambaye anaishi Katenga Makama wanapishana ndugu mtangazaji. Mgonjwa wa kisukari wa Bukavu yeye hana muda wa kufanya mazoezi ya mwili, kwa sababu anapotaka kutoka kwenye alipo kutembea kilomita, gari na uwezo ama pikipiki na uwezo wa kumchukua pale mahali alipo. Na wakati mtu anapotembelea ile gari hawafanyi mazoezi ya mwili. Lakini sisi Baraka unaweza kumaliza hata dakika 4-5 ukiwa unasubiria ile ambayo mwendo wa kusafiri kama vile moto ukiichunga. Na wakati ukiuchunga kama uko haraka utakutaniwa unafanya mazoezi ya mwili. Ndio kwa maana wakati maendeleo yanapokuja kuna yale ambayo yanakuja na kasi kwa ugonjwa wa kisukari. Huyu ameomba raia kuondoa mawazo ya kwamba ugonjwa huo unatokana na uchawi. Tumsikilize mara tena. Ndio, ugonjwa wa kisukari huwa haulogewe mtu, hapana. Mtu mwenyewe njia anajiloga ugonjwa wa kisukari. Kama gisi nilivyosema, nimepana njia peke yake mzuri ambayo mtu anaweza kaitumia pombe. Lakini kuna mtu ambaye anakuambia mwili haustahili kukosa alcohol, kisha yeye anauza makreta 2 au 5 anaweka ndani ya nyumba yake. Akisha toka kazini alishinda anakaa, akishafika nyumbani anakoga, anapumzika, anaanza kutumia chupa moja na akisha maliza hana mazoezi hata moja, anapita anaenda kulala. Siku baada ya siku, miaka inapoendelea, mwili wa mtu uwaga unapoteza samani fulani. Ndio kwa maana walio wengi wanaanguka diabete type D. Jambo lingine ambalo linakwenda kuwagonjesha watu kama sisi hapa Baraka, tunayo tabia ambayo italeta madhara makali tena mazito hapo mbele. Watu wanapiga wali maragi, ndani wanatia sukari. Isitoshe tena wanakamata na chai kwa hali kama hii ya leo, wanakunwa na chai. Kama gisi nilivyosema, mwili yetu iko na nguvu ya kusiporte 80 asa 20. Sasa unakamata ile sukari ya mingi ambayo unaongeza, na kwenye chakula, kwa ile somo ambayo tulisoma kwa ajili ya chakula, sukari mingi iko ndani ya maragi ambayo Mungu peke yake alitia ndani. Ndio kwa maana wagonjwa wengi wa kisukari wanakatazwa kutumia maragi. Wagonjwa wengi wa kisukari wakatazwa kutumia wali iko na sukari ya mingi na tirele, sukari iko mingi mu maragi na tirele, kisha wewe kamata hii nyingine artificielle unachanga ndani na bila hata aina ya mazoezi hata moja. Hiyo inakusababishia wewe kuingia ndani ya ugonjwa wa kisukari. Na tumalizie na habari zingine ambako
Uongozi wa muungano wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka umeomba walimu wote kurudi mashuleni, hasa wale ambao walikuwa kwenye mgomo kupitia kutokulipwa mishahara yao na serikali kupitia Caritas. Katika mahojiano na TV yako Bwana Tresor Bilali Mati, msemaji wa muungano wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa kwa sasa tayari baadhi ya walimu wameshapata mishahara yao ya miezi miwili na ni vema kuweza kurudi mashuleni ili kufundisha watoto na kuwa sambamba na programu ya taifa. Nadhani tuliweza kuingia kumgomo tangu tariki 8 mwezi wa 4 mpaka hivi. Ba mwalimu wa école primaire walikuwa bako mu greve kwa kusubiria mpaka wapate pesa zao. Kufatana na malalamiko yetu pia na wanabunge wetu wa territoire ya Fizi, tunawashukuru nao kwa gisi waliweza kuingilia ile jambo kati na kuweza kufikia ngazi zote na kusaidia mpaka leo ile mishahara yetu tumelipwa. Na kufatana na ile tunaweza kualika sasa wazazi pia na walimu fasi zote kwa kuweza kuganyeo si muda banaweza deja kupeleka watoto kwa masomo kuanza kusoma, na mwalimu pia baende kufundisha watoto kwa masomo. Ile mshahara yetu ya mwezi wa 4 haitakawa, baliweza kutuelewesha ngazi zote kufatana na hii hali yenye nchi napitia mwayo, ndio yenye ilikuwa inazuia pesa kuja. Procedure ya pay haikuwa kigenerali, hawezi lipa watu wote siku moja. Banajua deja kama franga pako banapana, ni kesho tu ya bale ba directeur wa mwalimu baende kamata makuta kwenye banakamati yake. Pesa zimeshawasili, kila mtu ashapata pesa yake, na wale wengine wajapata watapata tayari. Juu franga zishafika, masomo za mingi washazikamata, binyi wako karibu. Juu unajua territoire ya Fizi iko vast. Imagine mtu atoke Ubwari, wa Ubwari Yungu, atapata pesa na sawa na mwenye kwa hapo. Wakati hayo yakijiri, upande wake Bobasha Sokolo, msemaji wa walimu wa shule za primari tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa wanapanga kuandaa kikao kitakachokusanisha walimu ili kupangilia mipango na wao kurudi mashuleni kwa kuwa watoto wanaendelea kuchelewa katika kozi mbalimbali. Najua ya kwamba tulisema walimu wabaki nyumbani mpaka wakati watakapopata pesa zao, na tayari government imekwisha kujibia maombi yetu. Kwa miezi 4 tumeishapata tayari miezi. Kwa hiyo njoo tunaweza kusema ya kwamba walimu tuonane kesho na saa 9, saa 9 tukutane sote kwenye jengo kuu ya Epe Muzinda ili tuangalie nini tunaweza fanya kwa ajili ya kurudia tena mashuleni. Ninaweza kuambia wale wenzetu ambao wanafukuza watoto wa walimu wa shule za msingi kusema ya kwamba wakuwe na subira. Gisi tunakuwa na subira, wasikuwa nafukuza watoto wa wenzao. Tunasufiri sisi sote. Tunajua kama wao wanakuwa walimu wa sekondari na sisi tumekuwa walimu wa shule za msingi, tunaishi mugratuity na wao wanapata ile angalau kidogo ambao tunalipa. Wasikuwa wanatufukuzia watoto, wakuwa naacha tu watoto wasome, siku tutakapolipa pesa zetu tunawalipa na wao pia. Ninaweza kuambia wazazi kwamba watoe razi. Kesho tutakutanana, na wakati tutakapokutanana kesho tunajua ya kwamba tutapata mwafaka juu ya watoto kurudia mashuleni. Nina huyu hakika juu walimu walikuwa wanasema wakati watakapopata hela zao njoo watarudia shuleni. Ndio walimu tayari wamekwisha kupata pesa za miezi miwili, ingawaje wana reclame tena zingine pesa za ingine miezi 2, lakini wamekwisha kupata tayari. Mimi najua gisi walimu wote wa Baraka wamekwisha kupata, na wengine wamekuwa pembezoni nao pia watapata hela zao. Tuna huo hakika. Walimu tujipe moyo, unajua kazi ya walimu mtu mwenye kuzaraulika sana. Na watoto ambao tunafundisha watoto wetu, tujipe moyo kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Nous enfants d'abord. Tunaweza kushukuru tena government yetu kwa hiyo initiative pamoja na Caritas kwa kusikia maombi ya walimu, na kwa watu ambao wameenda kugonga nafasi zote zile kwa kufanya declaration ya juu ya walimu walipiwe, wadepite wetu na watu wengine. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Sina la ziada. Bye bye.